Haleluya, 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 haleluya. Piga kelele, sema amen. Mwenye sauti sema amen. Kama umekaa karibu na mtu yeyote mwambie changamka. Haleluya. Kabla hujakaa pale ulipo, kisha kichwani mshukuru Mungu. Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wa ulimwengu, ili kupendeza siku ya leo, mkutano huu nipate kusimama, nami nianene maneno yako matakatifu kinywani mwangu, yakasikike masikioni mwa wengi. Ninajua kusudi lako la mkutano huu. Umekusudia mwenye dhambi mmoja apate kuokolewa. Nawe ni Mungu mwingi wa rehema, mwenye msamaha. Wewe unayesamehe kwa faida yako mwenyewe. Ukaliangalie kundi kubwa hili, asipotee hata mmoja. Wakaijue njia hii ya wokovu, wakapokee msamaha wao, wakaingie katika uzima wa milele. Kwa damu yako ya thamani, na ufunika mkutano huu, na mfunika kila mmoja katika damu hii, na ndani ya mtu huyu anayenisikia, na ruhusu vipawa vyako venye uwezo wa kufundisha, kuonya na kukemea, na kuweka hekima na maarifa na ufahamu ndani ya watu. Kipawa hicho kianze kutembea ndani ya mkutano huu. Asante kwa maana utawaponya walio wagonjwa, wadhaifu katika viungo vya mwili, wenye maumivu ya mwili, na wale wanaopitia mashaka ya maisha. Wewe ndiye mponyaji wetu. Roho Mtakatifu, asante. Ninaposimama, naomba uyaweke maneno yako katika kinywa changu, na uyatie nguvu maneno haya, yakasimame katika kila eneo la kiroho, na kusababisha miujiza ndani ya maisha ya watu. Natangaza hizi baraka katika jina lililopita majina yote, jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Mkutano tuseme amen. Mshangilie Yesu kwa makofi mazuri. Nisaidie kumwangalia jirani yako, mpe mkono, mwambie tu shalom, alafu mwambie karibu, pata mahali pa kukaa pazuri. Muda wangu umefikia. Kwa mujibu wa ratiba ilitakiwa tumalize saa 11, lakini ni saa 10 sasa. Sitakuchelewesha. Sema amen. Nimshukuru askofu pamoja na uongozi ulioko chini yake kuona vema mimi kufika mahali hapa. Baba Mungu akubariki sana. Sikujua ningepata baraka ya kuja mahali hapa, lakini Mungu ni wa upendeleo. Nilipofurahia wakati ninakuja, nikasema I wish ningelikuwa na mimi naishi huku. Mnaishi maeneo mazuri sana. Labda nitakuja kutafuta eneo na mimi nikae huku. Geukia jirani yako, mwambie karibu mchungaji. Wangapi wanapenda nihamie huku? Kwa majina naitwa Absalom Rain Longan. Longan ni jina langu la ukoo linalotoka kwenye makabila ya Wayahudi, na jina Absalomu maana yake baba wa amani. Ukikaa na mimi kwa mujibu wa jina langu utacheka au utakasirika. Geukia jirani kumwambia lazima utafurahi. Wiki hii nimeiona ratiba
Tuna mikutano ya asubuhi na tuna mikutano ya magharibi kama hii, kisha tuna mikutano ya usiku. Na hii mikutano yote nimegundua mimi ni mhubiri. Nikajiuliza swali, utaweza yote? Lakini kwa neema ya Mungu nitasimama. Sema amen, amen. Mikutano hii tunaifanya tukiweka kamera yetu mbele, kwa sababu tunataka dunia nzima ituone na wasikie tunachokifundisha. Na wako watu saizi wanafuatilia, wanajua niko huku sehemu za wapi inaitwa tena hivyo hivyo, hiyo jina ngumu imenishinda hata nimejaribu. Sawa, sasa tabidi niandike vizuri ili nisisahau. Nitasoma maandiko matakatifu, kitabu cha Ufunuo sura ya 1 na mstari wake ule wa 3. Maandiko yanasema hivi: heri asomaye na hao wayasikiaye maneno ya unabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati ukaribu. Tarudia kusoma tena. Funua Yohana sura ya 1 mstari wa 3. Heri na hao wasikia na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati ukaribu. Mzee Yohana anaandika maneno haya akiwa kwenye kisiwa cha Patmo, akiwa ameenda kutupwa kwenye kisiwa hicho, maana majaribio ya kumuua yalishindikana. Kila jinsi waliojaribu kumuua ili asihubiri ilishindikana. Zoezi la mwisho wakaamua kumpeleka Patmo, visiwa vya katikati ya bahari. Wakamtupa kwenye kisiwa hicho chenye majoka makubwa, wakijua hawezi akatoka. Hakiwa katika hilo eneo, katika siku ya Bwana, Biblia inasema alikuwa rohoni, kisha akaona maono. Aliyemtokea akajitambulisha, mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, asema Bwana. Akazungumza naye, alafu akamwambia Yohana, andika maneno haya, alafu yapeleke kwa hayo makanisa. Na katika hayo maneno Yohana akaandika hivi: heri asomaye. Bwana asifiwe. Neno heri likiwa katika lugha ya Kizungu linamaanisha umebarikiwa wewe unayesikia au kusoma maneno haya. Umeingia kwenye eneo la baraka kama unasoma na unayashika yaliyoandikwa humo, una heri. Kwa nini? Anasema kwa sababu wakati ukaribu. Ngumzia wakati, anamaanisha kipindi cha mwisho wa mambo yote umekaribia. Mwisho wa namna ya kumpata mwenye dhambi akaokolewa, akapata msamaha,
akaandikwa kwenye kitabu cha uzima. Kipindi cha msamaha kumalizika kipo karibu. Ndio maana yake ni kusema kanisa liko karibu ya kunyakuliwa, au parapanda ya mwisho iko karibu. Ndio maana yake neno wakati wa karibu ni ahadi ya Yesu kuja kulichukua kanisa. Na ndugu zangu, kanisa likichukuliwa, yule roho wa neema, roho wa msamaha hatapatikana tena, kwa sababu toba inayotakiwa leo ni ya kumkubali Yesu ambaye alitolewa kwa sadaka ya dhambi kwa ajili ya mwenye dhambi, na kwa damu yake tu ndipo mahali dhambi inapoondolewa ndani ya mwanadamu. Sasa kama tunakosa kupokea neema, siku ikafika, parapanda ikalia, malaika mkuu na wingu la malaika wakifuatana na Yesu, kanisa likitoka duniani, yule roho wa kumpeleka mtu kwenye msamaha anaondoka duniani. Kinachofuata sio heri tena, bali ni hukumu ya hao walioikataa hiyo neema. Huyu baba Yohana anasema, heri yule mtu asomaye na kuyasikia maneno ya unabii huu na kuyashika, maana wakati umekaribia. Nikisema wakati umekaribia, nitakuonyesha mfano wake. Mfano huu unabii uliotamkwa na umetimia, ukiwa na lengo la kuonyesha nyakati mnazoziishi sasa ni za lala salama. Soma sura ya 16 Ufunuo wa Yohana. 16 Ufunuo wa Yohana mstari wake wa 12. Unabii huu ni wa ajabu sana. Umeonyesha wazi ukweli kwamba hiki kitu kimefanyika, sio kwamba kimesemwa na hakijatokea. Kitabu cha 16 Ufunuo mstari wa 12 inasema hivi, na huyo wa sita, maana yake wa sita ni malaika, akakimimina kitasa chake juu ya mto ule mkubwa Frati, maji yake yakakauka, ili kupisha njia, ili njia itengenezwe kwa wafalme watokao katika mawio ya jua. Nikaona roho tatu za uchafu zinazofanana na viura zikatoka katika kinywa cha yule joka na katika kinywa cha yule mnyama na katika kinywa cha yule nabii wa uongo. Hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara zitokazo na kuwaendea wafalme wa ulimwengu wote, kuwakusanya kwa vita ya siku ile kuu ya Mungu Mwenyezi. Tazama, naja kama mwivi. Heri akeshaye na kuyatunza mavazi yake, asiende uchi, hata watu wakaiona aibu yake. Wakawakusanya hata mahali paitwapo kwa Kiebrania Har Magedon.
anaongea hapa Yohana alichokiona na kusikia kwamba kuna malaika ameamriwa akichukue kitasa alichokuwa nacho, alafu amimine juu ya maji ya mto Frati. Mto huu ni mmoja katika mito mikubwa duniani, lakini pia ni maarufu kwa historia ya kuwa tangu kuumbwa kwa ulimwengu hiyo mito imekuwepo. Kwenye siku zile za mwanzo katika kitabu cha Mwanzo, mto Frati umeandikwa mle ndani. Maji yake yanatoka kwenye milima ya Ulaya na kuporomosha maji kwenye bonde kubwa ndani ya nchi ya Uturuki, kisha kuyabeba yale maji kuyaweka kwenye nchi ya Syria kaskazini mwa Israeli na kuyapeleka mpaka kwenye nchi ya Iraki. Ni maji yanayotembea kilomita 3,000. Kilomita 3,000 ni nyingi sana. Upana wake ni mkubwa sana. Maji haya hayawahi kukauka milele tangu kuumbwa kwa dunia, kwa sababu milima ya Ulaya ni milima ya barafu. Kwa hiyo barafu inapopata jua, hata wakati wa kiangazi, huyeyuka ile barafu na kurudisha maji kwenye bonde la mto Frati. Biblia inasema na malaika wa 6 akaambiwa amimine kitasa chake juu ya mto Frati, na ule mto ukakauka. Ninapozungumza na wewe leo hii, mto Frati umeshakauka. Huu ni mwaka wa 3, hauna maji. Mvua zinanyesha kila mahali, lakini Frati hamna maji. Hamna maji. Kinachozuia kuwa na maji, kuna kitasa kimemiminwa. Na katika wakati huo huo, maandiko yanasema akaona roho 3 zinazotoka kwenye ule mto, chafu kama viura. Ukisoma sura ya 9 inaelezea vizuri. Naomba nikusomee kwa malaika wa 6 mwingine. Huyu wa sura ya 16 amemimina kitasa cha kukausha maji. Huyu malaika wa 6 sura ile 3 sura ya 9 ni malaika, yeye sio wa kitasa, yeye ni malaika wa baragumu, parapanda. Wa 6 mstari wa 13, malaika wa 6 akapiga baragumu, nikasikia sauti moja iliyotoka katika zile pembe za madhabahu ya dhahabu iliyo mbele za Mungu, ikimwambia yule malaika wa 6 aliyekuwa na baragumu, wafungue hao malaika 4 waliofungwa kwenye mto mkubwa Frati. Wale malaika 4 wakafunguliwa. Walikuwa wamewekwa tayari kwa ile saa na siku na mwezi na mwaka, ili kwamba waue theluthi ya wanadamu. Na hesabu ya majeshi ya wapanda farasi ilikuwa 20,010. Nilisikia hesabu yao. Hiyo ndivyo nilivyowaona hao farasi katika maono yangu, na walikaa juu yao, nao waliokaa juu yao wana dirii kifuani kama za moto na za samawi na za kiberiti, na vichwa vya farasi hao ni kama vichwa vya simba, na katika vinywa vyao hutoka moto na moshi
na kiberiti. Theluthi ya wanadamu wakawawa kwa mapigo matatu hayo, kwa moto huo na moshi na kiberiti hicho yaliyotoka katika vinywa vyao, kwa maana nguvu za hao farasi ni katika vinywa vyao na katika mikia yao, maana mikia yao ni mfano wa nyoka, na vichwa nao udhuru, na vichwa vyao na katika mikia yao, na katika mikia yao mfano wa nyoka ina vichwa, nao wakawadhuru kwa hivyo. Na wanadamu waliosalia wasiouawa kwa mapigo hayo hawakuzitubia zile kazi za mikono yao, hata wasiyasujudie mashetani na sanamu za dhahabu na za fedha na za shaba na za mawe na za miti, zisizoweza kuona wala kusikia wala kuenenda, wala hawakutubia mauaji yao wala uchawi wao wala uasherati wao wala wivi wao. Malaika wa sita anapiga baragumu. Malaika wa sita yule mwingine anamimina kitasa. Mto umekauka, ndugu zangu. Na huko sura ya 9 unazungumzia majeshi yatakayetoka nchi ya mashariki waende kuingia katika vita, lakini ni vita vinavyosababishwa na mashetani, vita vinavyoinuka. Wafalme wa dunia wanaingiliwa na kupanga vita, na hawa mapepo wanaofunguliwa wameamriwa kuua theluthi ya wanadamu, na wanaenda kuua kwa sehemu kubwa vita. Na hesabu ya wanajeshi waliopanda farasi hao, amezungumza Yohana, ni 20,000 mara 10,000. Anazungumzia watu 200,000,000 washikao silaha. Na hapa napozungumza na wewe, hiyo maji hayapo, na kinachoonekana kwa macho sahihi, vita hivyo kama vimekaribia. Zile unazozisikia sahihi ni kama ndo mwanzo wa kuleta vile vita vilivyoandikwa huku vya Harmagedoni. Macho yako yanaona, masikio yako yanasikia, lakini heri ashikae maneno haya ya unabii wa kitabu hiki. Kushika ni kuamini, ni kuchukua hatua, ni kuamua kubadilika. Sahihi hatusikii tu, tunaona Israeli. Harmagedoni ni Israeli, na Israeli iko vitani hivi ninavyokuambia. Iko ni vita vikubwa na nchi nyingi wanapigana naye. Hizo nchi zinarusha makombora. Kombora moja lina urefu wa kanisa hili, kama yale magari ya mafuta, matenka yale. Na kombora linaruka juu, linakimbia spidi, na uzito wake wote huo. Nakumbuka mwaka huu yalirushwa makombora 3,000 ya ukubwa huu, ambaye akianguka katikati ya mji hakuna mtu anabaki. Yalipigwa kutoka Iran kilomita 2,000. Ni kutoka Dar es Salaam kwenda Mbeya
na kurudi Dar es Salaam, au kutoka Arusha Mbeya na kurudi Arusha, ndio umbali wa kilomita 2000. Bali mno, linaenda huko juu kwa spidi. Ashukuriwe Mungu, huyu mtu anaitwa Israeli anaweza kuyapiga hayo makombora yakiwa juu, wala yasianguke chini kudhuru wanadamu. Yohana anasema aliona hivyo vita, aliziona hizo silaha, akajielezea zilivyokaa. Na heri asikiae na kuyashika maneno ya unabii huu, maana wakati ukaribu. Nyie mnaonisikia, inawezekana haya mambo ni mageni, kwa sababu kulingana na mazingira unapokaa. Lakini ungechukuliwa leo upelekwa hapo, maneno haya yanapoandikiwa, vita hivi vinapoenda kupigwa, usingelitamani kuishi duniani, usingelitamani. Israeli naye kwenye vita hivi hajanyamaza. Ana haki ya kupigana kwa kujilinda kama anavyosema. Hawezi kukubali kushambuliwa, na yeye anarudisha mapigo yake. Mapigo anayoyarudisha Israeli hayana upinzani, hayana upinzani. Siku vita vimeanza Iran, Israeli ilipeleka ndege zaidi ya 100 zikaruka juu ya anga kutoka Israeli, zikapita kwenye anga la Saudi Arabia, zikapita kwenye anga ya Jordan, zikapita kwenye anga ya Lebanoni na Syria. Na hizi nchi zina satellite za kuchunguza anga kitu gani kinapita. Lakini ndege zinapita 100 na vyombo vya kitaalamu vya ulinzi wa anga vya Iran havikuweza kutambua tunavamiwa. Ndege 100, wala sio ndege moja. Ndege moja imebeba makombora, imebeba zana za silaha za mabomu makubwa, zilikuwa zikipita kwa masaa 12. Masaa 12, moto kila mahali. Viongozi wote wa zile nchi wanaoshindana na Israeli, wote tangu vita vimeanza wamewawa, wote, hakuna aliyebaki. Kuanzia viongozi wa Hamasi, Hezbollah, wa Yemen, wa Iran, wote, hata wakijificha mita 500 chini ya ardhi wanafatwa. Wakijua hakuna naye waona, wanajulikana kutokana na Mungu katika Israeli aliweka agano. Akasema nitakaa pamoja na Yakobo, japo ni mdogo kuliko mataifa yote. Yakobo, usiogope, mimi nitakuwa pamoja na wewe taabuni, nami nitakupigania. Mungu akawapa Israeli akili. Israeli kwa population ya dunia, kwa hesabu ya wanadamu duniani, ni 0.2. Kwa hesabu ya wanadamu duniani wako wangapi? Israeli ni 0.2, hawana hata 1%. Hiyo 0.2 wanatafutwa na watu zaidi ya bilioni ngapi wawaangamize. Pamoja wanazungukwa na nchi nyingi ambazo zinataka waangamizwe, lakini Mungu aliweka agano pale. Mungu aliweka ahadi yake pale, aliweka neno lake pale, hawataangamizwa. Kama alivyoweka agano na Israeli, ndivyo ameweka agano na mtu aliyemwamini Yesu hapa. Unazungukwa na maadui, lakini hawatakuweza. Wanatafuta uhai wako, lakini hawatakuweza.
Wanataka umalizike kabisa, lakini hawataweza. Potelea mbali wa kuzunguka usiku, watamaliza kuzunguka, wataenda kulala. Utaamka asubuhi, wewe utaenda nyumbani. Piga kelele, sema amen. Ushindi kwa mwenye ahadi ya Mungu ni mkubwa. Maadui hawana uwezo wote. Wakijikusanya 10,000 ya maadui kinyume na wewe uliyemwamini Yesu, hawakuwezi. Wataweka ajali za barabarani, hawakupati. Watataka usipate watoto, utazaa mapacha mapacha. Watataka watoto wako wasisome, wataenda chuo kikuu tu. Piga kelele, sema amen. Watapigana na wewe, mwisho watachoka. Ndivyo ambavyo Mungu anakuonyesha ishara kwa Israeli. Wanapigana na dunia karibia yote. Lakini leo ukienda Israeli, kuna watu wako hotelini wanakula kuku, hawaogopi kuna vita. Watu wanaendesha magari barabarani, hamna mtu anajificha. Ni nini? Wanajua Mungu aliye upande wao. Na mimi nakutia moyo na wewe, hata wakiinuka na maneno mabaya, hata waseme tutakusambaratisha, hata waseme kwamba hutafika mwisho wa mwaka huu, lakini jinsi ambavyo Mungu alivyoahidi, akasema kama Mungu yuko upande wetu, ni nani aliye kinyume nasi? Nataka nikwambie ni kweli, hawatakuweza kwa lolote au kwa chochote. Hawatakuweza. Mgeukie jirani yako, mwambie usiogope lolote. Wale ambao Mungu yuko upande wao waseme amen. Piga kelele, sema amina. Mwenye haki anayesema amina, sema tena zaidi amina. Katika maisha yetu kushinda ni lazima. Kushinda lazima. Maandiko yanasema watakuja kwa njia moja, watakimbia. Na kimbia ya Kiyahudi ilivyoandikwa, maana yake wanakimbia bila nguo. Hawaruhusiwi wakimbie wamevaa nguo. Tunaenda sawa? Ukisoma kwa Kiyahudi, kukimbia yenyewe hana kiatu wala nini. Malizia mwenyewe. Unakumbuka wakati wale wakoma 4 wale walipoenda kwenye kambi ya Washami, Biblia inasema walipokuwa wakikaribia, Washami wakasema Israeli wamekodisha majeshi ya nchi jirani. Wakaanza kukimbia kwa sababu wanasikia sauti ya magurudumu ya jeshi la farasi na mshika silaha, na ile sauti masikioni mwao ilikuwa ni kubwa. Wakati wanakimbia, Biblia inasema nao wakoma walianza kuona nguo njiani. Yaani suruale inakuwa nzito. Sasa piga hesabu, unakutana na kundi la wanaume hawana nguo. Geukia jirani yako, mwambie hata na wewe sijui utakuwa wapi. Tuko siku za mwisho. Sema amen. Geukia jirani yako, mwambie wakati karibu. Ninaangalia haya mambo, ninakosa usingizi. Moyo hauna amani. Najiona sijafanya kazi ya Mungu. Na hisi sijamtumikia Mungu bado. Yawezekana nitadaiwa damu ya watu. Nilipopata mwaliko huu, baba askofu, nikasema kuna mwaliko gani mkubwa kama huu wa kusimama hata lisali moja kumhubiri Yesu kwa mtu? Hiyo ni sawasawa na zaidi ya pesa bilioni ungenipa. Kama ningeliona mwenye dhambi mmoja nampa Yesu. Utapata ulimwengu wote, itakusaidia nini ikiwa nafsi yako itatupwa jehanamu? Tumezika wangapi hawajai kwenda na nyumba zao? Tumezika wangapi magari yao wameacha hapo, trakta wameziacha hapo. Jamaa anaenda na sanduku la mbao, alijapigwa hata fanicha vizuri.
tunamgeresha na maombi ameenda peponi. Hajaenda. Kama hajampata Yesu, anaenda peponi wapi? Maneno ya kudanganya waliofiwa. Wewe na ulevi wako peponi wapi? Wewe na umalaya wako peponi unaenda wapi? Biblia inasema kule hawaingii wevi wala wanyang'anyi wala wachawi wala washirati. Tumekuwa tukiwadanganya waliofiwa tu. Mungu amweke mahali pema pemboni. Haendi, ataishia hapo. Kitabu kinafunguliwa cha hukumu. Yaani yeye mwenyewe tu anasema basi bwana. Anaenda mwenyewe kimya kimya. Wakati nyewe mnamaliza sala, mtu anaenda jana. Na Biblia inasema akifa mtu mara moja ni hukumuni. Hakuna cha kujadiliwa, hukumu. Ndio maana injili inatakiwa ihubiriwe kwa nguvu. Tuombe neema watu okolewe. Maana ukweli, kama mwanadamu asipojua leo, akiondoka duniani, ile nafasi ya kurudi duniani haipati tena. Hairudi. Haizirudi. Huko unapoenda ndugu yangu, watu hawaongwi. Eti una hela zako nyingi, ukifika kule ukiambia ingia huko jehanamu, ngoja mimi na hela zangu benki bwana nitawapa nyote. Hamna. Hizo benki tunagawana sisi. Wewe umeenda. Tunazila huku. Tena watoto wako wakiwa ndio wakorofi watazichapa na ulikuwa mchoyo. Watazila kwa kwenda mbele. Na umeenda jehanamu. Faida gani? Maandiko yanasema tubuni, maana ufalme wa Mungu karibu. Au badilisha mawazo, tabia, geuka, mgeukia Mungu. Maana wakati uko karibu. Inawezekana mchana umeendelea sana, usiku umekaribia. Andiko linasema, kwa mujibu wa Biblia, Wayahudi wameshajiandaa wakijua tarumbeta inalia. Mtu mwingine ajali, anakula tu maisha. Haya majamaa walioandika hiki kitabu wameshajua majira yamefika, wako hapo wanaanza maandalizi ya siku za mwisho. Na kusii katika jina la Yesu, hebu inamisha kichwa chako pale ulipo. Jitafakari kama uko katika imani. Jiulize maswali. Majira ni ya hatari tunayoishi. Jihoji mwenyewe. Upo katika njia gani? Ikitokea tu parapanda hii, utakuwa mgeni wa nani? Ni nani utakaye mringia wakati huo? Wakati ghadhabu ya Mungu inamiminwa juu ya nchi. Ikiwa mto Frati ndio umekauka, kuonyesha hatua ya mwisho ya malaika wa 6 kabla ya wa 7 hajapiga baragumu ya parapanda. Ukiwa umeinamisha kichwa, unajihoji kama sio moyo wako unakuambia ukweli, hujaokoka na unahitaji kuokoka. Kama kweli moyo wako unakuambia ukweli, unahitaji toba, unahitaji rehema, unahitaji kumgeukia Masihi Yesu. Saa hii yeye mwenyewe anasema njooni kwangu. Anafungua mikono yake, anakuita njoo. Kama upo umeinamisha kichwa pale pale ulipo, uko tayari kumpa Yesu maisha, utanyanyua mkono mmoja juu nami nitakuombea. Nyanyua vizuri mkono. Uko tayari kumpa Yesu maisha? Saa hii uko tayari kumwambia Yesu, ingia maishani mwangu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu? Ukiwa umenyanyua mkono wako, wengine naomba tutulie kimya, tuinamishe vichwa. Hapa ni saa ya mtu na Mungu wake. Kama uko tayari, nyanyua mkono juu vizuri, au simama pale ulipo. Wewe ulionyanyua mkono, simama. Simama. Njoo hapa niombe na wewe. Sogea hapa karibu nikuombee. Tembea kwa miguu yako. Biblia inasema jitafakari, jiulize, jihoji.
Ukiwa umekuja hapa mbele, inamisha kichwa. Utayaomba maombi haya nyuma yangu. Utayasema maombi haya nyuma yangu. Sema kwa sauti: Bwana Yesu, nakuja kwako, naomba unisamehe, unipokee, nisafishe dhambi zangu kwa damu yako. Nirehemu Yesu, niondoe mautini na hukumuni. Usiniwache Yesu nikaangamia na kupotea. Nipe rehema zako, nipe msamaha wako, nisafishe kwa damu yako. Nitakupenda na kukutumikia siku za kuishi kwangu. Sintakuacha hata siku ile ya parapanda, malaika watakapopiga, nami nikulaki mawinguni. Asante Yesu kwa kunipokea na kunisamehe. Amen. Tuliza tu, macho yako funga. Mungu wa Israeli, asante. Ulisema ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe, na aliyenipa Baba hakuna wa kuninyang'anya. Ninaruhusu kipawa kile cha imani na wokovu ndani ya mtu huyu kikapate kushika nafasi ndani yake, na kikamlinde mtu huyu hata siku ya mwisho. Vita vya kiroho visije vikainuka kinyume naye, mahali pa kuishi kwake na kuingia na kutoka. Aone nguvu zako zikimuinua, aone rehema zako. Maadui wa mtu huyu wawe adui zako leo. Kila mipango ya yule adui iliyokusudiwa kuzimuni ikaharibike tangu leo. Kila miungu waliokuja kutoka kuzimuni wasimkaribie mtu huyu tena. Kila jeshi la pepo wabaya lisikaribie watu hawa tena. Na wafunika kwa damu yako Yesu. Na mfunika baba huyu na mama huyu, kijana huyu wa kiume na wa kike, na wafunika kwa damu yako. Walinde na watunze na kuwahifadhi. Wape uzima wa milele. Usiwapungukie mahali popote, bali upendeleo wako na uaminifu wako uwe pamoja nao, katika jina la Yesu Kristo. Natangaza uzima, natangaza ukombozi, natangaza ushindi juu ya maisha yao, natangaza ushindi mkubwa kwa jina la Yesu. Baba, wewe ni Mungu kwa watu hawa, hawatapotea tena, katika jina la Yesu Kristo. Mkutano wote tuseme amen. Hebu tumpe Yesu makofi mazuri. Mungu awabariki nyinyi mliokuja hapa mbele. Msimwache Yesu kwa lolote. Turudi kwenda kukaa. Mungu awabariki. Nitapenda kuuliza mtu mmoja anayesumbuliwa na usiku wake anapolala, njozi zake na ndoto zake ni mbaya, zinakunyima raha. Wakati mwingine ukiingia usiku unaanza kuwa na hofu, unawaza habari ya zile ndoto unazoziota, kama zimekuingizia uoga mkubwa sahihi. Nataka mtu wa namna hiyo aje hapa mbele nimwombee. Wakati wa kulala kwako usiteswe na miungu wanaokuja usiku. Njoo mbele hapa niombe kwa ajili yako. Ni wewe ambaye Mungu amekuona leo, usije ukateseka. Kimbia hapa mbele niende kuomba na wewe. Kuna ndoto zingine ukiziota zinatokea na zinakuja kwa sura ya ubaya, na kuna baadhi ya watu ndoto hizo zimewafanya hata kifo wanakiona kiko karibu. Ustahili kuteseka wakati wa kulala kwako.
Usiku ni usiku wa kupumzika. Mungu anasema anampa mpenzi wake usingizi mtamu. Nafunika maisha yako wakati wa kulala. Hutateswa na binadamu au kiumbe chochote katika ndoto zako, na hakuna ndoto ya kipepo itakayerudia kwako tena. Natangaza kuanzia sasa, funga macho kwa jina la Yesu wa Nazareti, na igeuza ndoto hii isirudi tena. Kila usiku wa mtu huyu usiwe ni usiku wa kuteswa. Nageuza mateso ya usiku yawe furaha. Usiku uwe wa amani. Usiku uwe wa kicheko. Hapata tokea usiku wa kuteswa na uchawi, wala uganga kwa jina la Yesu, wala nguvu za giza. Hapata tokea miungu kuja kwenye ndoto za watu hawa. Na wafunika vitandani mwao, na wafunika wakati wa mchana na wakati wa usiku, kwa damu takatifu ya Yesu. Kwa jina la Yesu wa Nazareti tuseme wote amen. Shangilia Yesu kwa ajili ya watu hawa wakalale. Mungu abariki, utarudi kukaa. Nikuite mtu mmoja wa mwisho. Umesumbuliwa na tatizo la tumbo lisiloisha, nalo tumbo lako limekuwa na mateso zaidi ya mwaka sasa. Hebu njoo hapa mbele twende tuombe. Tumbo peke yake, na ukishika humu ndani unaona kabisa hata sahihi kuna ugumu na kuna kitu kama kiko tumboni. Ujio wa mkutano huu ni ujio wa kila mtu afanikiwe kwenye maisha yake. Kila mtu aone maisha haya Mungu amenibariki nayo. Hakuna atakaye kutesa tena katika ulimwengu huu. Nisimwache huyu mwingine naona kama anateswa na upande mmoja wa kichwa. Unateswa na tatizo la upande mmoja wa uso wako. Njoo hapa mbele. Maumivu hayo ni makali. Hebu njoo. Na ukiona tatizo linakuja zaidi ya mwaka mmoja, sio tatizo hilo, ni adui. Mara nyingine adui anakuja alafu anataka ukubali kwamba hili ni tatizo lako, kumbe sio la kwako, ni la adui. Mungu hajawahi kuweka mabaya kwa mwanadamu. Mungu hajawahi kuweka magonjwa wakati Yesu alipigwa ili wewe upone. Sema amen. Piga kelele, sema amen. Angalia jirani yako, mwambie Mungu hawezi kukuazia mabaya. Haleluya. Haleluya. Wewe uliyekuja hapa mbele, inamisha kichwa, sema maombi haya na mimi. Sema, Bwana Yesu, napokea uponyaji wangu na uzima na afya. Kuanzia leo vita vya mwili huu havitarudia tena. Kwa maumivu yoyote, ya mateso yoyote ya kiasilia, ya magonjwa au uchawi katika mwili wangu, haitarudia tena kwa jina la Yesu, amen. Tulia kimya. Roho wa Mungu umeweka afya kwa miili ya watu hawa. Leo hii afya itakaa kwao, uzima mkamilifu, uponyaji kwenye mwili huu. Mama huyu hataona tena maumivu, binti huyu hataona tena hiyo shida, na katika mwili wake atafurahia kuwa na uzima mkamilifu. Natangaza baraka za uponyaji wake. Tumboni mwake apata kuwepo na mateso tena, uvimbe au ugonjwa wa aina yoyote wa kichawi. Kwa jina la Yesu ninauyeyusha. Kwa jina la Yesu ninauharibu ugonjwa huo. Ninaupiga ugonjwa huo kwenye kichwa. Ninaupiga ugonjwa huo kwenye mwili wa mama huyu. Ninauharibu ugonjwa huo wa kichawi, wa kipepo. Hautagusa mwili wa mtu huyu tena, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Mkutano tuseme amen. Shangilia Yesu kwa makofi mazuri.
Ninaomba ninyi wote mlikuja hapa mbele na wale waliotangulia waliokuwa na tatizo la usiku, naomba mtaangalia mwili wenu leo na kesho, muje mnipe ushuhuda. Naomba nipate ushuhuda. Mungu awabariki. Nitakuita kesho jioni nikuulize maumivu kama bado unasikia. Pigia Yesu makofi mazuri. Nyanyua mkono mmoja juu hivi, sema Bwana Yesu, umenibariki kwa baraka zote katika ulimwengu wa roho. Sintateswa na maadui. Mimi ni mshindi na zaidi ya kushinda, na yaweza mambo yote katika wewe Kristo Yesu. Tangu sasa mtu yoyote asinitabishe. Mwilini mwangu nimezibeba chapa zake Kristo. Nimebeba afya, nimebeba mafanikio, nimebeba uzima mkamilifu kwa jina la Yesu. Amen. Mungu awabariki. Kiongozi wa ibada, karibu tusaidie kutuambia tufanye nini baada ya hapa. Karibu kiongozi wa ibada.